burudani kwa wote. Morning Express, amka nasi. Saa 12 na dakika 38 tumerejea baada ya utabiri wa hali ya hewa. Matangazo haya ni ya moja kwa moja ya Morning Express ukiasikiliza hapa UFM Radio, lakini pia unaweza kuyafuatilia kwenye ukurasa wetu wa YouTube ambapo yako mubashara kupitia UFM Radio TZ. Nambari yako ni muhimu ya kutuma ujumbe mfupi kupitia 0621 107 107. Mimi ni Rajabu Msangi, mwenzangu ni Neema Kindole. Miongoni mwa taarifa kubwa tulizoamka nazo asubuhi ni pamoja na Israeli imethibitisha rasmi kuidhinisha mpango wa kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza pamoja na mpango wa kuachilia mateka. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, serikali ya taifa hilo imeidhinisha mfumo wa kuachilia mateka wote walio hai na waliokufa, ikisema msemaji wa Israel jambo hilo litajipanga upya katika mstari mpya baada ya kuanza kwa usitishaji mapigano. Hatua kama hiyo imeonesha kupongezwa na baadhi ya wachambuzi wa siasa katika ukanda wa Mashariki ya Kati, hali kadhalika na kufufua matumaini mapya ya Wapalestina. Hapa studio tunaye Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za kimataifa. Rahbi, karibu sana na tuangazie huu mpango huu wa kusitishwa kwa mapigano. Watu walitarajia kwamba baraza la mawaziri la Israel lingeidhinisha mpango huu. Nashukuru. Ilikuwa hivyo. Baraza la mawaziri la Israeli lisingekuwa na kauli yoyote nje ya Marekani. Vyovyote inavyokuwa, mzozo huu uko kwenye mgongo wa Marekani, na hii ni awamu ya 3 ya usitishaji toka 2023. Nakumbuka mwanzo kabisa wa vita kuna usitishaji mfupi ulitokea wakati wa Biden, lakini ilikuwa pressure ya Marekani. Tukaja kwenye makubaliano ambayo Trump alisema yalikuwa ya kwake ya Januari 19. Yakachukua mpaka katikati ya Mei. Na hii ilikuwa ni pressure ya Marekani. Na hii sasa ni uamuzi wa Marekani. Kwa hiyo baraza la mawaziri la Israeli halina kauli mbele ya kauli za Marekani. Ndio maana mara kadhaa huwa nasisitiza kuwa ulimwengu umekuwa ukishambulia Israeli kwa sababu Israeli inaonekana inafanya, lakini uhalisia kuwa Israeli hufanya kwa green light ya Marekani. Kama wangedeal na Marekani na wangenyoshia kidole Marekani, kuna vitu vingebadilika. Kwa sababu Israeli kila kitu, au naweza kusema zaidi ya 70% ya malighafi, silaha, vifaa ni kutoka kwa Marekani na washirika wake, ndio wanaomuidhinishia. Kwa hiyo mpango huu una uwezekano gani wa kudumu ukizingatia historia ya makubaliano ya awali ambayo yalivunjika, yalikuwa yakivunjika mara kwa mara? Hapo hakuna uhakika wa kuwa yatadumu au yatavunjika kwa wakati gani, kwa sababu dhamana pekee ambayo Hamas wanaweza kusema wako nao na ile wametangaza kuwa tumepata uhakika wa dhamana ya Marekani. Sidhani kama Marekani inaweza ikawa ni dhamana halisi, kwa sababu Marekani amekuwa akidhamini baadhi ya makubaliano. Mfano makubaliano ya Lebanoni kati ya Hezbollah na Israeli yako chini ya udhamini wa Marekani, lakini tunachoshuhudia ni kila siku kiukwaji wa makubaliano na Marekani hakuna hatua anayochukua. Mgogoro wa Irani tunaweza kusema kuwa ni kama umekuwa imara, na hii yote ni kutokana na nguvu ya upande wa pili wa Irani, kwa sababu ni vigumu Israeli kuvunja haya makubaliano kwa sababu Irani hawezi kukubaliana na hilo, na haya yalikuwa chini ya dhamana ya Marekani ambaye ni mshirika. Sasa uhakika wa kusema kuwa yanaweza yakaendelea ikawa ndio uhakika wa mwisho, bado muda nadhani pekee ndio utatupa majibu, kwa sababu ukisikia kauli za viongozi wa nchi za Kiarabu, kauli za viongozi wa nchi zenye Waislamu wengi, lakini kauli ambazo zinatolewa na viongozi wa nchi za Magharibi inaonekana kama vile wanalazimisha haya yatokee. Lakini ukiangalia yajayo ni magumu zaidi, kwa sababu hii ni phase 1 ambayo Israeli amekubali na Hamas amekubali. Awamu ya pili ni ngumu zaidi, kwa sababu awamu ya pili inataka Israeli asogee kwenye line ya pili kutoka kwenye line ya kwanza ya makubaliano, azidi kutoka. Lakini ndio awamu inayotaka Hamas kuweka silaha chini. Ni kitu ambacho kinaweza kikaleta mtafaruku mkubwa sana kwenye mazungumzo ya pili. Kwa hiyo hapa mazungumzo ya pili, kama hiki kizingiti kitavukwa hicho cha awamu ya pili, basi tunaweza tukashuhudia awamu ya 3 ikawa nyepesi. Rahbi, kwa ufupi, IDF inabakia na udhibiti wa 53% ya eneo la Gaza. Kwa mpango huu wa usitishaji mapigano eneo lile, mamlaka ya Palestina inasalia wapi pamoja na kwamba mapigano yatasitishwa? Mamlaka ya Palestina haikuwepo Gaza na wala hairuhusiwi kuwepo, wala haijaingia Gaza, na imekuwa Israeli ikifanya juu chini kuwa hawawezi kuwa wenyewe kule. Kwa hiyo
Ukiangalia IDF udhibiti wao umechorwa kwenye line 3. Usitishaji wa kwanza una line ya kwanza ambayo hivi sasa ndio imeagiza kuwa warudi nyuma kuachia nafasi. Alafu phase 2 itakuwa na line ya pili ambayo watazidi kusogea nyuma. Phase ya 3 ya tatu itakuwa ndio ile kwenda kwenye buffer zone mwisho na kujiondoa rasmi, kwa sababu kutakuwa kuna kikosi cha kimataifa ambacho kitaletwa hapo. Sasa ni vigumu sana haya yote kutekelezeka kwa sababu ya serikali iliyopo Israel ya right wing, ambao wao mateka haikuwa kusudio lao. Wao walikuwa kikubwa zaidi walikuwa wanataka ardhi. Na sasa kama mateka watakuwa wamepatikana, pressure ya ndani imepungua. Kwa hiyo wanaweza wakarudi vingine, na Marekani sio sana wa kuamini kwenye haya, kwa sababu Trump anaweza kuamua kunyamaza kama alivyonyamaza na kama haoni kile kinachotokea Gaza, na Israel ikaendelea kuendelea kufanya inachokifanya, hata kama watapata sababu ndogo sana ya kuwalazimisha wafanye hivyo. Sawa, ni Ibrahim Rahbi. Tunakushukuru Rahbi, asante kuchambua nasi kuhusiana na hayo yanayoendelea kati ya Israel na Hamas. Tutakualika tena wakati mwingine mara nyingine. Shukrani. Basi mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati Ibrahim Rahbi, taarifa hiyo ikitusogeza saa 1:16. Na kwa wakati huu basi tuangazie mengine yaliyo katika kampeni mbalimbali kuelekea uchaguzi mkuu, wakati kampeni hizo zikiendelea kuchanja mbuga na zikiwa zimesalia karibu siku 42 tu. Wagombea bado wanaendelea kunadi sera zao, miundo mbinu ya elimu na hata amani vikitajwa kuwa kipaumbele kwa watiania mbalimbali wa urais.